Kwa majina naitwa Tobias Nyaswa, ni nabii wa Mungu ambaye ametumwa kuleta uvuvio wa mwisho. Uvuvio huu ilitabiriwa na imechukua karne nyingi sana kutimia uvuvio huu. Na uvuvio huu Musa alihubiri, mwishowe akafa bila uvuvio huu kutimia. Na uvuvio huu ilikuwa inalenga nyumba ya Israeli. Nyumba ya Israeli ilikuwa ni nyumba ya ukuhani na nyumba ya wafalme. Sasa nyumba hii hakuja timia yale ambayo Mungu alitaka itimizwe na nyumba hii, kulingana na agano Mungu alifanya na baba yetu Ibrahimu. Sasa dunia iko kwa shida na dunia yote inaelekea jehanamu kwa sababu ya agano hili kutotimizwa. Na wenye walipewa jukumu ya kutimiza agano hili walikuwa ni makuhani. Sasa makuhani hawa ndio wamezembea katika kazi Mungu aliwapa. Na Mungu amenituma kama mjumbe wake, nabii wake, ili nilete uvuvio huu wa mwisho, kwa sababu sasa anataka kuanza kufanya kazi zake chini ya jua. Mungu alifanya agano lake na madhabahu ya Ibrahimu. Na agano hili ndiyo agano yenye baraka. Madhabahu ya kwanza ilikuwa ni madhabahu ya Adamu. Kwa wale wasiofahamu kuwa Adamu alikuwa ni kuhani wa Mungu, na wajue hiyo. Adamu alikuwa ni kuhani na alikiuka maagizo Mungu alimpa. Mwishowe madhabahu ile Mungu alitambua makosa alifanya. Maana aliacha ile madhabahu bila ulinzi wa kutosha. Na madhabahu ile ikatekwa nyara na malaika wa kuzimu. Maana wote wanadai kuwa Mungu ndiye baba yao. Sasa madhabahu ile ikabaki, wanahudumu kwenye madhabahu ile ni mapepo na shetani na malaika wake na mapepo zake. Sasa madhabahu ile mpaka sasa ndiyo madhabahu bado inayotawala dunia. Madhabahu ile kwa machungu Mungu alikuwa nayo baada ya kutekwa nyara, ilifanya akangamiza dunia yote na maji. Na kutoka pale Noa na nyumba yake peke yake ndio walitii maagizo Mungu alimpa. Na alipotoka kwa safina baada ya gharika kwisha, Noa alitoa dhabihu. Na dhabihu ile ilikuwa ikafikia Mungu kama manukato mazuri. Na Mungu akaapa kuwa hata haribu tena ulimwengu na maji. Na mpaka sasa agano hile ilikuwa ni ya majira na ndio inaendesha dunia. Sasa agano hile ndio inatuleta kwenye agano Mungu alifanya na baba yetu Ibrahimu, agano ya baraka. Na amenituma kuleta ujumbe huu kuwa sasa anataka atimize agano yote alifanya na Ibrahimu, kwa sababu aliapa kuwa hiyo ndiyo madhabahu yake na ndiyo atafanyia kazi. Sasa madhabahu ile ni madhabahu ambayo haina kifo, haina magonjwa, haina fukara na umasikini. Madhabahu ile haina kuzeeka hata kabla umri. Na wenye washiriki wakubwa wa madhabahu ile ni makuhani. Sasa makuhani hawa ndiyo Mungu anataka warudi kwenye madhabahu ambayo ni madhabahu ya baba yetu Ibrahimu. Mungu anataka mrudi kwenye madhabahu kwa njia ya toba na kwa njia ya ubatizo na kujiunganisha na madhabahu ile kwa njia ya sadaka. Mungu hataki mbaki mkitumika kwenye madhabahu ambayo alifutilia mbali. Mungu aliondoa uwepo wake kwenye madhabahu ya Adamu na akaleta uwepo wake kwenye madhabahu ya Ibrahimu. Sasa mimi kama nabii wa Mungu nimejaribu vile niwezavyo ili ujumbe huu iwafikie. Mwenye atakayesikia habari hizi, namba yangu iko kwa simu, wewe unipigie. Kwa sababu ni wakati Mungu anataka fanya kazi zake chini ya jua. Anataka abariki dunia vile alivyoapia baba yetu Ibrahimu.
Agano alifanya aliapiana naye mambo matano, na hata moja haijatimia. Mungu anataka awatumie. Mungu anataka mrudi. Mungu anawasihi msibaki huko mliko, kwa sababu nyinyi ndio washiriki wakubwa wa madhabahu hii. Mungu anataka mfikishe dunia katika nchi tirikayo asali na maziwa, na ni nyinyi ndiye washiriki wakubwa. Mungu anataka mtii sauti hili, kwa sababu wakati umefika wa dunia kukombolewa. Yesu alihubiri injili hii, na alianzia mahali Musa aliachia, na mitume wote alioweka mafuta wote walikatwa kichwa. Na anataka kazi hii sasa ifanywe kulingana na vile alivyo itarajia. Yesu akaacha kazi hii kulingana na Mathayo 24. Akasema, na injili hii ya ufalme wa mbinguni itahubiriwa kote duniani. Hii inaambatana na kulingana na vile Mungu aliapia Ibrahimu. Akamwambia Ibrahimu atakuwa baba wa mataifa. Akamwambia wafalme watatoka kwake. Na wafalme hao lazima watoke kwa madhabahu. Madhabahu ndio inatoa baraka. Madhabahu ndio nguvu zote shida zote zinatatuliwa. Hakuna madhabahu nyingine inaweza saidia dunia kando na madhabahu ya Ibrahimu. Kwa hivyo Mungu anataka mrudi kwa madhabahu hii, ili nyote kwa ujumla muweze kufanya kazi kwenye madhabahu hii vile Mungu alivyotarajia. Mungu hakutaka mfanye kazi kwenye madhabahu hiyo mnafanya kazi, kwa sababu hiyo madhabahu ililaaniwa, na amenipaka mafuta kama mtumishi wake, nabii wake, ili mrudi kwenye madhabahu hii. Uko wapi? Wewe ni wa msimamo gani? Mungu anataka dunia yote, makuhani wote, uwe Muislamu, uwe Muhindu, madhabahu ni moja ambayo inapeleka watu katika uzima wa milele, na ni madhabahu ya Ibrahimu. Hakuna madhabahu nyingine, maana madhabahu ni mbili tu. Madhabahu ya Adamu ilifutiliwa mbali, na mapepo waliteka nyara madhabahu hiyo, na ndio wanatesa nao dunia mpaka sasa. Mungu anawasihi mrudi kwenye madhabahu, muache kukaa mbali na baba yenu. Mpaka sasa Ibrahimu anadai Mungu, kwa sababu Mungu alimwapia baraka kwenye madhabahu hii. Watu bado wanateseka mpaka sasa. Watu wanakufa, watu wanagonjeka, familia nyingi watoto wamebaki yatima, kwa sababu malaika hawa ndio wanaua watu. Malaika hawa waliweka sauti yao hata ndani ya hiki kitabu. Kitabu ni hiki ninachokibeba. Usidhanie kwa ni sauti ya Mungu yote. Sauti ya Mungu iko kwa vitabu vitatu. Sauti ya Mungu iko kwa kitabu cha Torati, Zaburi na Injili ambao ni ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu alihubiri vitabu viwili, vitabu vya Musa na vitabu vya Daudi. Vitabu vya Musa ilikuwa ni kwa makuhani, na vitabu vya Zaburi ilikuwa ni kwa wafalme. Sasa ofisi hizi mbili ndio zinaboresha dunia. Mungu anataka nyinyi washirika wakubwa. Nyinyi ndio washiriki wakubwa wa madhabahu hii, na mambo yote Mungu hawezi fanya chini ya jua bila nyinyi. Kwa hivyo mpaka mrudi kwa madhabahu hii ili muweze kukomboa dunia na mfikishe watu katika nchi tirikayo asali na maziwa. Na baada ya kufikisha watu katika nchi tirikayo asali na maziwa, watu waweze kufikia uzima wa milele. Na hii yote itawezekana kama ufalme ule wa mbinguni itatawala dunia, kwa sababu ndio ufalme Mungu alitaka iboreshe dunia. Uchumi wa dunia hawezi boreka bila nyinyi, kwa sababu nyinyi ndio washiriki wakubwa katika kiwango cha bishop. Nyinyi ndio mnaweza kusimamia viti vya wafalme na mkaweze kuendesha vitu vya Mungu kisawasawa, maana nyinyi ndio kondoo wa zizi lake, watu wa milki yake, watu walioita kwa jina lake mwenyewe. Hakuna watu wengine Mungu anaweza kuwatumia chini ya jua kando na nyinyi. Na hii ndio sababu Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi, watu wa kwanza malaika aliwapelekea ujumbe walikuwa ni wachungaji wa kondoo. Na wachungaji wa kondoo hawa ndio wanaitwa mabishop, kwa sababu wao ndio wanachunga kondoo wa Mungu. Kondoo wa Mungu ni nyumba ya Israeli. Nyinyi ndio Mungu anataka watumie. Sasa mkubali murudi. Mungu anawasihi mkubali murudi kwenye madhabahu ya baba yenu,
kwa sababu Ibrahimu anadai Mungu vitu vyote Mungu alimwapia, hakuna hata moja imetimia. Mungu anataka mrudi na mtumike kwenye madhabahu hii. Usiangalie cheo ile uko nayo, usiangalie wewe una kiwango gani katika huduma hii, katika kazi hili. Wewe kubali kurudi chini, kubali kujinyenyekeza na ubatizwe, utubu na ubatizwe na ujiunganishe na madhabahu hii, ili Mungu uhesabika kama mwana katika madhabahu ya baba yetu. Madhabahu ya baba yetu imebaki bila watendakazi. Watendakazi wote ni nyinyi, ndio mliouza hati ya kuzaliwa kwa fungu la 10. Fungu la 10 Mungu hakuwatawadhia, na hii ndio sababu walikosana na Adamu katika bustani la Edeni. Hii ndio kitu kileleta fanya Mungu uwepo wa Mungu ikaondoka pale, kwa sababu Adamu hakusikia hili. Shetani yule na malaika wake walishuka na wakateka nyara akili zake, wakamweka tamaa na kukula kile Mungu alimwambia asile, ambayo ilikuwa ni fungu lake. Mungu alitenga hii fungu itumike katika ofisi ya ufalme, kwa sababu ofisi ya ufalme alikuwa anaandaa ofisi ya ufalme kupitia kwa nyumba hii ya ukuhani. Nyumba ya kuhani ndio Mungu anaamini na vitu vyake. Hakuna nyumba Mungu anaamini na vitu vyake kando na nyumba ya ukuhani. Nyumba ya ukuhani ndiyo macho ya Mungu chini ya jua, na ndiyo Mungu anataka iangalie vitu vyake, maana dunia na vitu vyote ni mali yake, na hakuna namna vile vitu vya Mungu vinaweza tawaliwa na watoto wa kambu. Watoto wa Mungu ni nyinyi makuhani. Rudini kwenye madhabahu ya baba yenu na mtumike. Na wakati ndio huu, nafasi ndio hii. Mimi ni mjumbe nimetumwa, na ninajua mbali tumetoka na Mungu mpaka hapa leo nazungumza mambo haya. Shetani amejaribu bila awezavyo kuzuia injili hii. Amejaribu awezavyo. Wakajaribu hata kuniua, wakanikorogea mpaka sumu ili waondoe maisha yangu, kwa sababu walisikia nikieleza watu ujumbe hizi. Wachawi na warogi wakaunda kamati yao ili wazuie injili hii, wazuie ujumbe huu ili ufanya Yesu akasulubiwa msalabani, na ameleta ujumbe huu, amenijaza na nguvu hii ya uvuvio huu wa mwisho. Kubalini nyinyi nyote nyumba ya ukuhani, kubalini nyinyi nyote enyi wateule wa Mungu, kubalini nyinyi nyote na mnyenyekee na mrudi. Nafasi ndio hii na muda ndio huu. Hakuna wakati mwingine mtatumika kama hamuja kubali kurudi kwenye madhabahu hii. Mungu anawasii mrudi kwenye madhabahu. Mungu anawasii mrudi kwenye madhabahu, maana nyinyi ndio watu wake, kondoo wa zizi lake, watu wa milki yake. Hakuna watu wengine Mungu anaweza kuwatumia kando na nyinyi. Kubalini kwa mioyo yenu na mnyenyekee. Usione madaraka yako katika nyumba hii ya ukuhani. Wewe kubali kile Mungu amesema na utubu. Nabii wake yuko hapa. Namba yangu ni ya simu ni 0718 160 396. Mimi niko tayari kuja mpaka mahali uliko na nikubatize ili uweze kufanya hii kazi. Maana kwa njia ya kubatizwa yule roho atakushukia. Roho inayotoka kwa Baba atakushukia na ufanye hii kazi kikamilifu, ili ufikishe ufikishe dunia katika uzima wa milele. Maana ni hiyo ndio mwisho wa safari. Mwisho wa safari ni uzima wa milele. Haijalishi yale shetani anajaribu kukudanganya nayo. Anaweza kuwa amekupa utajiri, amekupa mali. Hiyo si kitu. Kitu ni je, hii utajiri imetoka kwa madhabahu gani? Kwa sababu madhabahu ndio inatoa vitu vyote. Madhabahu ndio inatoa utajiri wa kweli na inaweza toa utajiri wa uongo. Kulingana na wale malaika wa kuzimu, kama huja wajua vizuri, wanaweza kukudanganya ukadhania kwamba umebarikiwa. Na kama baraka zile uko nazo hazitakufikisha katika uzima wa milele. Chunguza moyo wako na uwe karibu na nabii akusaidie kuelewa kama ukweli zile baraka uko nazo zinaweza kukufikisha katika uzima wa milele. Mungu anataka mrudi, kwa sababu ameniambia kama nabii wake. Malaika hawa ni wajanja, waliweka mpaka sauti yao ndani ya Biblia na wakadanganya dunia yote. Hawa manabii wote unaona ndani ya Biblia, hawa sauti walisikia haikuwa halali, ile sauti ya Mungu Jehova. Walisikia sauti na hawakujua sauti imetoka kwa madhabahu gani. Sasa madhabahu ya Ibrahimu ndiye ina malaika wa kweli, ndio ina roho wa kweli, na ndio ina Mungu wa kweli. Mungu akamwambia Ibrahimu,
kwamba yeye atakuwa Mungu kwenye madhabahu yake. Kulingana na Genesis 17, akasema atakuwa Mungu kwenye madhabahu ya Ibrahimu. Sasa mimi nashangaa, Mungu huyu anayehubiriwa chini ya jua ni Mungu yupi kama Mungu alisema atakuwa Mungu kwenye madhabahu ya Ibrahimu? Ukweli ni kwamba Mungu anayehubiriwa, Yesu anayehubiriwa ni Bali. Yesu anayehubiriwa na Mungu anayehubiriwa ni Bali, kwa sababu Mungu akamwambia Ibrahimu atafanya jina la Ibrahimu kuwa maarufu. Na mpaka sasa jina la Ibrahimu haijakuwa maarufu. Jina la Ibrahimu limekuwa hafifu sana. Na jina linaloenezwa, jina linalohubiriwa kila mahali, mimi nasikia kisa yote ni jina la Yesu. Yesu mwenyewe, Yesu wa Biblia, alihubiri na akazungumza kuhusu Ibrahimu. Sasa mimi ushangaa, huyu Yesu mnaomuinua ni Yesu yupi? Mmemchunguza kwenye madhabahu? Mmemchunguza kwenye agano lililofanywa? Mungu akaniambia, Mungu wa kweli, Yesu wa kweli walizungumza kuhusu madhabahu hii, kwa sababu ndiye madhabahu ya kweli, madhabahu ya baba yetu Ibrahimu. Hakuna madhabahu nyingine. Usidanganywe ndugu yangu, usidanganywe. Madhabahu ya kweli ni madhabahu ya Ibrahimu, na ndiyo inafikisha watu katika uzima wa milele. Mwisho wa safari ni uzima wa milele. Hakuna mwisho wa safari nyingine ambayo itakuwa nzuri kwako kama haijajengwa kwenye madhabahu hii. Hii ndio madhabahu Mungu alitaka ibada zote zifanywe. Fungu na sadaka ziletwe kwenye madhabahu hii, ambayo alitenga fungu la 10 itumike kwenye ofisi ya wafalme, na sadaka itumike kwenye nyumba ya kuhani. Mungu hakutaka hizi vitu viwili vichanganywe kwa nyumba, kwa ofisi moja. Alitengeneza hizi, aligawanya hizi vitu vizuri, na akajua kuwa fungu ni yake na ni takatifu, na ni lazima itumike kwenye ofisi ya wafalme kuboresha uchumi wa dunia. Hii ndio ilikuwa inaenda kutumika kama ushuru. Mungu hakusema serikali ichukue ushuru kwa watu. Ushuru zote zilikuwa zinaletwa kwenye madhabahu. Madhabahu ndio ilikuwa PowerPoint, mahali pa vitu vyote kuletwa. Wenye wanaleta kwenye madhabahu ile, na wafalme wanachukua kwenye madhabahu ile kwenda kufanyia kazi zao. Mungu anasema mrudi kwenye madhabahu hii. Mrudi kwenye madhabahu ya Ibrahimu. Maana Ibrahimu ndiye baba, ndiye aliyetawadhwa baba. Yeye ndiye anagawanya urathi. Yeye ndiye anasimamia ufalme wa mbinguni, kulingana na vile Melkisedek alivyomtabiria. Melkisedek akamwambia Ibrahimu, utamiliki ufalme wa mbinguni na utamiliki dunia. Kwa hivyo mpaka sasa Ibrahimu anamiliki tu kule ufalme wa mbinguni na hajamiliki ufalme wa dunia. Na wenye kumsaidia kumiliki ufalme huu ni nyinyi kama makuhani. Rudini ili muokoe ulimwengu. Rudini ili muokoe dunia na jehanamu. Rudini, Mungu anawaita, baba yenu anawaita, ambaye ni Ibrahimu. Mrudi kwenye madhabahu yake, mfanye kazi kwenye madhabahu yake. Hii ndio madhabahu alitawadha. Hii ndio madhabahu yenu. Huko mliko mnadanganywa bila Adamu alidanganywa. Msikubali kudanganywa, msikubali kupotezwa, kwa sababu mnaona mmepewa vitu au malaika wamewadanganya na vitu vidogo vidogo. Unaweza ona unaenda gari kubwa, una nyumba kubwa, lakini swali ni je, zimetokana na madhabahu gani? Kwa sababu vitu vyote lazima zichunguzwe kwenye madhabahu. Madhabahu ndiyo inathibitisha kama kweli vitu uko navyo vimetokana na Mungu Jehova ama zimetokana na Bali. Madhabahu ile ya Bali wanafanya kuiba kutoka kwa madhabahu hii yetu, ili sasa wajiinue nayo, ili wazidi kuabudiwa. Wacha kudanganywa. Rudi kwenye madhabahu ya Baba kwa njia ya toba na kwa njia ya ubatizo. Hakuna madhabahu nyingine iko na Mungu wa kweli kulingana na vile Mungu alisema katika Genesis 17. Hii ndio madhabahu ya kweli, madhabahu ya baba yetu Ibrahimu, na Mungu anafanya kazi kwenye madhabahu hii, na sasa anataka kuanza kufanya hiyo kazi. Sasa ni nyinyi ndio mmechelewesha hii kazi kutendeka. Tangu Musa ahubiri madhabahu hii, Yesu akaja akahubiri madhabahu hii, na mpaka sasa nyinyi makuhani hawa nyinyi ndio mliosaliti huyu mwana wa Mungu na akasulubiwa msalabani. Pilato hakuona makosa yake, na ukweli uamuzi Pilato alitoa ndio ilikuwa uamuzi wa kweli. Yesu hakuwa na makosa yoyote. Yesu alikuwa anatimiza agano lililofanywa. Ndiyo Yesu alikuwa anahubiri. Sasa mkubali kutubu, kwa sababu mmekosea Mungu tangu Adamu. Mmekosea Mungu mpaka sasa. Mmekosea Mungu mpaka sasa. Nyinyi ndio mnatatiza kazi ya Mungu. Nyinyi ndio mnatatiza yale Mungu anataka kufanya. Sioni haya kuambia haya, kwa sababu mimi ni mjumbe na ni nabii wa Mungu.
Sina haya na siogopi hata kidogo. Mimi najua kuwa kule nimetoka na ninajua kule ninaenda. Nabii huona mbali. Nabii huona kule dunia imetoka na nabii huona kule dunia inaenda. Ndio sababu nimechukua jukumu hii, kuchukua nafasi hii, kuzungumza na nyinyi ili nyinyi wenyewe muokoe dunia. Muokoe dunia kutokana na jehanamu ya moto. Muokoe dunia kutokana na shida hizi. Viti vya wafalme ni vyenu. Nyinyi ndio Mungu aliwakabidhi vitu hivi vyote. Mmemwachia watu wa Misri ndio wanatawala vitu vya Mungu. Mungu hakusema vitu vyake vitawalwe na watu wa Misri. Wa Misri ni watu waliopotea, ni watu hawana uwepo wa Mungu, na nyinyi ndio mna uwepo wa Mungu, na nyinyi ndio mmeacha hizi vitu mikononi mwa wa Misri. Ndio sababu watu wanateseka, watu wanapoteza watoto wao, wamama wanapoteza bwana zao, wazee wanapoteza mabibi zao, familia zimevurugika kwa sababu mmeacha kazi mliopewa. Na haya yote yanatokana na ufukara na umasikini ambao shetani amepiga nayo dunia. Dunia inaumia, dunia inateseka. Uchumi wa dunia hawezi boreka kama bado watu wanagonjeka na bado wanakufa. Serikali inatumia pesa mingi kununua madawa, na hii si mpango ya Mungu. Mungu hakusema watu wagonjeke, Mungu hakusema watu wakufe. Mungu alisema mtu aishi miaka yake yote, akiondoka aondoke kwa amani na aache amani kwa wale wamebaki. Kosa nyinyi wenyewe ndio mmefanya haya yote yanatendeka. Tubuni na mkabatizwe. Tubuni na mkabatizwe katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, waondoleo la dhambi zenu, mpate msamaha wa Mungu. Maana hiyo ilikuwa ni ahadi kwenu toka kwa baba zenu. Baba zenu ni kina nani? Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Ndiye Mungu alizungumza naye, ndiye Mungu aliapia hizi vitu vyote, na nyinyi ndio mlipewa jukumu ya kusukuma mambo haya ili yatimie, na mmelegeza mpaka sasa. Na ndio maana mambo haya yamechelewa mno, yamechelewa mno. Agano hili lililofanywa imechelewa mno, na wameichelewesha ni nyinyi, kwa sababu mliuza madhabahu kwa tamaa zenu. Mungu anataka mrudi. Mungu anataka mrudi. Mungu anataka mrudi. Mungu anataka mrudi. Asanteni sana. Yoyote ambaye amepata ujumbe huu, tuko kwa Facebook, tuko kwa YouTube. Wewe tu uangalie, utatupata hapo na utupigie ili tuweze kuwasiliana na wewe, na tupangane vile ukitaka kujua zaidi tupangane vile tutapatana, tupangane vile utabatizwa, kwa sababu tunataka tuokoe dunia. Hii ndio jumbe wa Mungu Baba amenituma nayo ili niwaletee. Mungu awabariki. Mungu awainue. Mungu awape moyo wa kurudi, moyo wa kukubali, moyo wa kutii sauti yake, kwa sababu nyinyi ndio watu wake. Nyinyi ndio watu wake. Hakuna watu wengine Mungu anaweza kuwatumia chini ya jua ila ni nyinyi. Sasa mkubali kutumika kwenye madhabahu ya baba yenu. Baba yenu anawaita mpaka sasa, anadai wanawe ili mrudi. Yaani nyinyi ndio wanawe. Nyinyi ndio mnaweza kumuinua hapa chini ya jua vile Yesu alivyosema. Yesu akasema vile Musa alivyoinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Na sasa kubalini kurudi ili muinue madhabahu ile. Madhabahu ile uinuliwa kwa fungu na sadaka. Muinue madhabahu ile kama vile Mungu alivyosema. Asante Mungu awabariki. Asante Mungu awainue. Na ninaomba sasa, Baba mtakatifu, Mungu wa Israeli, wewe ni Mungu mkuu, Mungu mwenye uwezo. Wewe ndio uliyenipaka mafuta kwa miaka mingi Jehova. Nimepitia mengi na ninajua ulikuwa unaniandaa kwa ajili ya kazi hii. Siku kama hii ya leo, Jehova, umezungumza na watu wako. Umezungumza na kondoo wa nyumba ya Israeli, watu wa milki yako, kondoo wa zizi lako, watu walioita kwa jina lako mwenyewe. Mungu, umezungumza nao, na ninakushukuru kwa sababu utafikisha ujumbe huu. Kila mmoja ambaye amesikia sauti hii, kila mmoja ambaye amesikia sauti hii, Jehova, wacha Roho wako akawape moyo wa nyama, wakubali kutii na kurudi kwenye madhabahu vile ulivyoapia baba yetu Ibrahimu. Mungu, nakushukuru kwa sababu unaenda kutenda. Wacha Roho wako ikawasaidie. Wacha Roho wako ikawainue. Wacha Roho wako ikawape moyo wa nyama, wakubali kutii na kutimiza agano lako kulingana vile ulivyosema, ili dunia ikombolewe, dunia iokolewe, uchumi wa dunia ikaboreke, uchumi wa dunia ikawe nzuri. Asante Jehova. Sifa na utukufu zikuregee, maana wewe ni Mungu mtakatifu. Uhimidiwe Jehova. Uhimidiwe kwenye madhabahu yako, madhabahu ya Mungu na baba yetu Ibrahimu. Asante kwa ajili ya Yesu
aliyemwaga damu yake kwa ajili ya madhabahu hii, ondoleo la dhambi zetu, ondoleo la fukara na masikini. Asante Jehova, ninakushukuru. Asante kwa Yesu uliyomtuma, aliyekubali kuteswa kwa ajili ya madhabahu hii. Jehova, sifa zikuregee. Jehova, sifa zikuregee. Uinuliwe Mungu wetu. Asante mtakatifu, asante mtakatifu kwa kazi kubwa uliofanya Mungu na Baba yetu. Asante kwa kazi kubwa, kwa huruma na neema. Asante mtakatifu, wacha hiyo neema ya kuvuta wachungaji hawa kurudi ikaongezeke. Asante Jehova, na ni kwa Yesu Kristo Bwana wetu nimeomba. Amina. Asante, 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 asante. Mungu awabariki sana, Mungu awainue, Mungu azidi kuwainua. Kwa majina yangu vile nilivyosema, wewe ukiwa unanihitaji, namba yangu ni hiyo 0718 160 396. Wewe unipigie, utanipata na tutawasiliana namna vile tutafanya, kwa sababu mimi hii ndio kazi Mungu amenipa kufanya, ya kuregesha makuhani hawa kwenye madhabahu. Kazi hiyo ni kazi kubwa, na siwezi kuchoka na siwezi kuvunjika moyo. Naweza onekana kama ni mdhaifu, na si mdhaifu kamwe. Ndani yangu nimebeba Mungu mkubwa, muumba mbingu na nchi. Nimebeba Mungu Jehova, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Mungu mwenye agano. Ndio nimembeba. Nitafika hapo ulipo, na nitafanya yale Mungu ameniagiza kufanya. Mungu akubariki sana. Asante. Amen.